Haleluya. Unajua kitu kikiwa na miguu haina haja uitishe miguu ya mwanadamu ambaye haitaki itembee. Maana ndio unaona kiwete pia anatengenezewa nini, miguu ya plastiki ili atembee. Sasa hata kamera zinatengenezewa miguu kwa kilinga na miguu yao. So tulikuwa tunaongelea kuhusiana na vitu vinaitwa bidii. Unaona Mungu anasemaje? Aliajiri watu asubuhi, akaajiri watu mchana na akaajiri watu jioni. Wale waliomtii. Amen. So kuhusiana na neno bidii ni njia moja ya kuwa umeamua chochote unachokifanya kwa bidii ni kwa roho yako umeamua. Lakini unapofanya kitu chochote kwa kufanya kushindana ama kwa ulegevu fulani, ni kama haujaamua lakini unajilazimisha. Haleluya. Unajilazimisha. Na kitu cha kujilazimisha unaona ya kwamba hautakifanya vizuri kwa sababu roho yako haikuwa inapenda. Ijapo tu unasema kwa sababu imenibidi. Yaani umebeba ile roho ya kwamba ni Sunday. Unajua Mungu hakubariki kwa sababu ni Sunday. Watu wa Mungu tunafaa tuelewe. Sisi hatubariki kwa sababu ni Sunday. Tunabarikiwa kwa sababu ya matendo na unyenyekevu wetu. Lakini ukisema ya kwamba linaenda kwa sababu ni Jumapili, basi wewe utapata thawabu ya Jumapili. Yaani hiyo Jumapili, hilo jina ndio linafaa kubariki. Lakini kama ni Mungu, utajitolea kwa sababu unamtafuta Mungu. Amen. So tunazungumzia kuhusiana na bidii. Nimekwambia katika Biblia neno bidii limetajwa mara ngapi? 65. Kuna kushika sheria kwa bidii, kuna kumtafuta Mungu kwa bidii, na kuna kukaza mwendo ili ufike salama. Zote zinazungumzia kuhusiana na bidii. Bidii ya kwanza inaanza na kitabu cha Kutoka. Neno kwa bidii, kitabu ni cha Kutoka 15 kuanzia 26. Wacha nione. Baba yetu Yesu Kristo, unayeishi milele na jina lako lilivyo na nguvu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kutuleta katika madhabahu yako. Asante kwa kutuleta katika kanisa lako. Nasi tunakuja mbele zako Mfalme, kwa ajili ya kututakasa mioyo, kwa ajili ya kututakasa akili zetu, kwa ajili ya kututakasa mili yetu, kwa ajili ya kututakasa mawazo yetu, kwa ajili ya kutakasa kanisa lako, kwa ajili ya kutakasa madhabahu yako, kwa ajili ya kutakasa huduma yako, kwa ajili ya kutakasa nguvu na Roho wako Mtakatifu. Asante kwa ajili ya nguvu zako ambazo unaziachilia asubuhi ya leo. Utaziachilia asubuhi, mchana na hata jioni, hadi tamati ya ibada yetu ya siku ya leo. Baba, tunasema ni asante. Baba, ninaachilia Roho wako akatawale mahali hapa, akatawale kwa kila ibada, akatawale kwa kila ombi, akatawale kwa kila kipindi, akatawale katika jina la Yesu. Nguvu zako zikapenye kila mahali. Roho wako akafanye msako wako. Roho wako akabariki watu wako. Roho wako akafungue watu wako. Roho wako akanene na kanisa lako. Roho wako akanene na watu wako, wakubwa kwa wadogo, walio na kazi, wasio na kazi, walio wagonjwa, walio wazima,
waliofungwa na waliofunguliwa. Baba, ukanena na wao, wasiokuwa na nguvu wakazidishiwe nguvu, wasiokuwa na tumaini wakapata tumaini, wasiokuwa na amani wakapata imani, waliofungwa wakaweze kufunguliwa. Yaani Roho wa Bwana akayatenda yaliyo ya Mungu, ya Shetani yakashindwa, ya waganga yakashindwa, ya mapepo yakashindwa. Baba, ukatawale mwenyewe, watu wako wakafunguliwa, ukatawale mwenyewe, watu wako wakakombolewa. Baba, ni Jumapili hii ambayo ni ya mwisho katika mwaka huu wa 2025 ambayo tunaingia sasa katika 26. Bwana Yesu Masiya, wacha tukashindikiza hii Sunday na baraka, hii Sunday na upenyo, hii Sunday na neema kwa jina la Yesu, ukaishindikiza na baraka na upako na neno la Bwana likatuendeshe katika jina la Yesu. Wacha Bwana neno lako likawe na upako, nguvu zako zikamimilike, watu wa Mungu wakafunguliwa, watu wa Mungu wakafunguliwa. Atakaingia siku ya leo, hata wale waliosafiri, Bwana ukawabariki mahali wataabudu, hata ni nyumbani kwao, hata ni makanisani, katika jina la Yesu. Wale waliokoka pale, wale waliosaudia riba bosandakai, katika jina la Yesu, wacha neema ikatosha katika mlima huu wa Yerusalemu. Tunakemea mapepo, tunakemea maroho ya makonfusa katika ibada, maroho ya majina, maroho ya uchawi, maroho ya mababu, maroho ya mania ya uchawi, ya mapeposma, ya maluminatu, maroho ya giza, maroho ya barine, maroho ya manyoka, yote tunachoma kwa jina la Yesu. Kusanya hizo roho zote zikakusanywa. Baba, kusanya maroho ya uchawi, Baba, kusanya maroho ya giza, Baba, kusanya mapeposma, Baba, kusanya wanaoabudu miungu, wanaoabudu giza, wanaoabudu miungu hata kisirisiri. Baba, kusanya, choma hao wote, choma mababa za giza, Baba, choma mapeposma, Baba, choma maluminati, Baba, choma makafara, Baba, choma wanaotumia nyota za watu, Baba, choma wanaotumia nguvu za watu, Baba, choma wanaotumia akili za watu, Baba, choma wanaotumia huduma zetu, Baba, choma, achilia moto ukachome nguvu za giza, nguvu za uchawi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waliotaka tuharibikiwe, Baba, hatutaharibikiwa, maana tunaharibu maroho zote wanaotumia nikabosana. Yesu, choma, teketeza maroho yote, teketeza majina yote, teketeza nguvu zote za giza, za wivu, za uchawi, zote choma. Baba, ukatawale mwenyewe kwa ibada hii Bwana ya mwisho wa Jumapili ambayo ni ya mwisho. Katutawale pia, tuone Mungu akitawala, tuone Mungu akitufungua, tuone Mungu akitubariki, tuone Mungu akituinua katika jina la Yesu. Mwaka tunaoingia usiwe wa mashaka, usiwe wa magonjwa, usiwe wa njaa, usiwe wa kumizwa moyo, bali ukawe wa baraka katika jina la Yesu. Huduma hii ya leo Baba, kaitawale mwanzo na hata mwisho, kwa wakubwa kwa wadogo, katika jina la Yesu. Asante Baba yangu, maana wewe ni Mungu. Neno lako likafanye na watu wako wakabarikiwe katika jina lako Yesu Kristo. Baba, tumeomba na hata kuamini. Amen. Mungu akaweze kuwabariki nyote na akawatendee mema nyote katika jina la Yesu. Sasa wacha tukaweze kusoma, tutasoma tu kwa sababu vifungu ni vingi. Nitaruka moja nikienda huku na Bwana atabariki. Haya, tumesema tutatoka katika kitabu cha Kutoka 15
kuanzia 16 na Bwana soma. Kitabu cha Kutoka 15 kuanzia mstari wa 16 inasema, hofu na woga umewaangukia. Amen. Inasema hofu na woga umewaangukia. Kutoka 15:26. Nasema 16. Amen. Inasema akawaambia kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Unasikia neno bidii, kuisikiliza kwa bidii. Sasa unapoisikiliza kwa bidii lazima ufuate. Haleluya. Amen. Akawaambia ya kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hivyo neno nalolifanya kwa bidii sio kwa ajili ya John, ni kwa ajili ya Mungu wako, ili mambo yako yakawe sawa. Ndio maana ninasema njia nyingi za kubarikiwa watoto wangu si za kuomba pekee. Unaweza omba lakini ukakosa kubarikiwa. Ni sawa sawa na kuoga lakini hujaoga na sabuni. Ni sawa sawa unafua nguo lakini hujaifua na sabuni. Yaani unaloweka nguo alafu unaianika unasema nimefua. Na hivyo ndivyo Wakristo wengi. Uradi tu wao wanaona wanafanya huduma kanisani. Kumbe unafua lakini kufua kwako nguo hazitakati. Matendo yako hayatakatishi yale maombi unayoomba. Shida sio kushinda kanisani. Shida sio kukuja kila siku kanisani. Shida sio kuomba sana kanisani. Maombi ya mtu aliye na ujeuri sio maombi. Bidii ya mtu aliye na ujeuri sio bidii. Lakini anayefanya kazi kwa roho yake, hata kama kuna hali yoyote anapitia, hata kama kuna uchungu gani unapitia. Amen. Amen. Mungu aonaye roho yako ndiye atakayeponya majeraha yako. Haleluya. Kwa sababu haufanyi kitu kwa ajili ya mtu, unafanya kitu kwa ajili ya Mungu wako. Siku utakapogundua maana ya kufanya kitu kwa ajili ya Mungu wako, utajua tumaini lako ambalo unalifanya ni kubwa sana kwa Mungu. Hata wanadamu wakuaoneje, lakini Mungu anakuona tofauti na wanadamu anapokuona. Amen. Example, tuseme wewe ni mhuduma. Isifanye ile huduma kwa sababu ya kwamba huduma hii inataka muridhisha pastor. Pastor atakufa aondoke. Ndio. Usifanye kitu kwa ajili ya kwamba mtu fulani akuone better. Hapana. Usifanye kitu kwa ajili ya kwamba mtu fulani akusifie. Sifa za mwanadamu ni za muda mfupi sana. Hujawahi kuona unasifua leo na kesho unapondwa? Haujawahi leo unasifua kesho unasema unaambiwa hujafanya vizuri. Lakini muonyeshe Mungu aliyekuita fanya, kwa sababu babako ambaye alikupatia huduma anaona huduma yako anaifanya vizuri. Siwezi sema kwamba mimi nafanya kitu kwa kuridhisha watu. Mimi hata kwanza kuna watu wengi wananichukia. Kwa sababu ukienda vibaya na kugombeza. Sasa wewe niambie mimi na wewe ni marafiki kweli? Hakuna urafiki kati yangu mimi na wewe. Unaweza cheka hapo na nikabadilika ghafla. Kwa sababu sivyo ambavyo Mungu alituunganisha kwamba tuchekeane. Amen. Alivyotuunganisha Mungu ni kwamba tufanye kazi ya Mungu. So kuna mahali unajua example tuseme hata wewe huyu
huyu awe rafiki yako, lakini huyu hana mbingu yako. Mahali utazikwa yeye, si mahali atazikwa. Kwa hivyo urafiki wa kuheshimu Mungu ni mzuri kuliko urafiki wa kuheshimiana mimi na wewe. Unaona sasa? Urafiki wa kuheshimu Mungu. Si ile baba kwa tukikutana jani tunamrengezana, tunasengenya, tunaongea. Huo si urafiki. Lakini kama mambo yangu ni mazuri kwa Mungu, unajua mambo mazuri kwa Mungu sipo kujua kwa mtu kwa kuongea, ni kwa ajili ya moyo wake. Na wewe ndio hujui moyo wake. Sasa ni wewe mwenyewe ndio ujue vile nitakaa na Mungu wako kuliko mwingine unijua vile nitakaa na Mungu wako. Amen. Huwezi jua siri ya moyo wa mtu. Kuna mtu mwingine amekaa kwa huduma akingojea kitu fulani. Akikukosa kitu anaondoka. Unasikia? Yaani kuna target zake. Na wewe hauna target zozote, target yako ni kwamba Mungu akubariki na uende mbinguni. Na yeye mwingine ameweka mitego yake. Sasa utakuta yeye anafanya bidii ya mitego yake na wewe unafanya bidii ya Mungu wako. Kuna tofauti ya mtu anayefanya bidii ya mitego na mtu anayefanya bidii na Mungu wake. Example, tuseme mtu awe anakuja kanisani kwa sababu nampenda John. Sawa sasa. Yaani anakuja kanisani kwa sababu nimempenda John. Huyo mtu hata amekufa. Sasa wewe ukishikana naye anakupigia stori za Mungu, lakini yeye hana stori za Mungu. Ni kwa sababu roho yangu inaenda kanisani kwa sababu napenda John. Siku John atakapokuwa hayupo, bidii inaishi. Haimbi tena, haubiri tena, hatoi fungu la 10, hatoi sadaka, hajitolei tena. Alafu wewe uliyekuwa naye hukujua kwamba imani yake ilikuwa inaongozwa na John. Wewe nawe ukichaa aliyekuroga hata ajulikani. Angalau kama angelikufa tungelijua kaburi lake, lakini hajulikani. Haleluya. Amen. Hapa Mungu anakuambia uisikilize kwa sauti, kwa bidii. Watu wanaweza zaliwa pamoja na wakakosa kuelewana kwa sababu kila mmoja yuko kivyake. Huyu anaabudu Mungu yao, yeye anaabudu Mungu wake. Haleluya. Amen. Nimesema urafiki wa kanisa si urafiki wa kuonyesha ubabe wa mtu mwingine. Wewe urafiki wa kanisa ni mtu akuelewe kwamba umesimamaje. Amen. Na sio kila mmoja anaona hakusalimii vizuri kwa kuna vitu vingine hata mimi nami kama sijapendeza. Afadhali nimalize huduma zangu niende nyumbani. Amen. Maana bidii niliyo nayo ni tofauti na inayoiona kwa. Sasa kwa mfano mimi nimeletwa kanisani na John, sio Mungu. Yaani nimekuja kanisani, si ndio? John akioa na hata huduma zote. Hapa naondoka. Hakemei tena mapepo. Hafungi tena. Na alikuwa rafiki yako. Na ulikuwa unamuelezea shida zako, anamwambia anakwambia nakusaidia kwa bomba. Yeye anakusaidia kwa bomba kwa sababu anataka John. Maombi anayokusaidia nani kwa sababu anamtaka John. Lakini siku John akusaidia tena kwa bomba. Maana hata wewe unaona uko pamoja na yeye mpaka John amlete. Amen. Amen. Haya ninayowaambia mtakuja kuyaona baadaye. Mimi nakwambia mtakuja kuyaona baadaye. Utaona watu ambao ulikuwa unawaona kanisani hamtawaona. Mnaletewa watu wengine. Utaona wewe. Na hiyo andika kwa kalenda yako. Niko sure 100%. Ni kitu ambacho nilikiona hata kwa maono. Amen. Na hata wewe ambao ulikuwa unamtegemea kwamba ni rafiki yako, hiyo siku hata kwa rafiki yako. Ndio utajua. Na wengine ni viongozi.
Wewe una kile jioni anaongea, unaona mimi nimechanganyikiwa. Ninaweza kuchanganyikiwa nikiwa nimesimama kwa madhabahu na ubiri. Labda wewe unanisikiza ndio umechanganyikiwa, hauelewi kile naongea. Bidii ya mtu ya kufanya kitu ili uonekane na mtu ama uonekane kwamba wewe yani pasta anaweza. Hiyo ni bidii ya mtu hapa. Mkulima tukuja pale haoni kama ni nyumba ya mtu yake anapita na hiyo. Unajua mtu anaweza jenga kachumba kake mwenyewe anasema hapa, kumbe mkulima naye anakuja na jembe, analima tu, hata haoni kama ni nyumba ya. Wake mtu wanapata shida tena. Uwe mama hapa, uwe mzee hapa, uwe kijana hapa. Hebu abudu Mungu wako. Ukisema Jerusalem, iwe ni Jerusalem ya milele ndani yako. Yatokee yasitokee, uwe umesimama na Mungu wako. Bila kwambia kuna watu wanasafiri, wataenda wanarudi. Ama wasafiri hata watoke hili bodi. Unielewe watoto wangu, lakini siku moja utakuja kunielewa. Hata siku ya harusi hawatahudhuria harusi, waende wafanye nini? Wataongea mambo mabaya, hakuna siku ataongea neno zuri. Ataomba mpaka aseme akufe, ndio yakufe. Akufe pamoja wakati wa harusi, wakati wanalisha keki wakufe hapo. Bali nitakufa. Mimi sikufi kwa kinywa cha mtu. Amen. Atibakuwa unafikiri ni wangapi wameniombea kufa na sisi tunakufa. Niliopewa kufa mimi. Hata kuna siku nilikuwa ninaomba, nikaonyeshwa, nikasikia sauti za watu wananiombea kufa. Unajua Mungu hawezi kunidanganya. Mtu ananiombea kufa mazee. Mwingine akaniombea, anasema Mungu jidhihirishe aibu. Aibu, jipate aibu. Aibu. Ulikuwepo gerezani wewe? Sasa Mungu alinitetea pale. Hata ukiniulukia, hata ukiweka vitu mitandaoni wote, hata uongee, hata ukutane na hata ukutane na hawa huyu si ni patron. Sasa kuna mtu kwa roho yake anaona nikiwa na kitu, kwa sababu ni patron yule, baba amemwamini, nitaenda kumwelezea ile baba walieleza wengine kwa tano hapo wale. Sasa hata yeye pia akiashika yako, hata yeye ataka. Amen. Sinaongea ukweli. Akasema na faili sijui ya ushahidi bado sijui evidence. Evidence nikakaa kwa nyumba yake. Ukaona watoto wake ni kuoa na kuacha kuoa na pia watu mimba tu. Mpaka yeye mwenyewe ameshikwa na ugonjwa wa sukari. Tushindane na watu walio hivi. Amen. Nimekwambia utafute. Biblia inasema hakusema Mungu wa mtu mwingine, Mungu wako. Sio kama kuna mtu anaelewa. Naweza sema Salome usipoteshe Monica Mdoka na Monica Mdoka usipoteshe Salome, kwa sababu watu ni marafiki, ati mmetoka mbali. Hakuna cha umbali umetoka. Hakuna cha umbali umetoka. Wewe ulinyonya matiti ya huyu. Sasa umetoka mbali na aliyetoka mbali na wewe, yule aliyenyonya matiti yako ambaye ni mama yako pekee yake. Wewe ndio umetoka naye mbali. Na ndio kweli. Mtu yoyote aliyenyonya maziwa yako umetoka naye mbali. Lakini mtu yoyote ambaye amekuja kujuana naye atataka kukunyonya wewe, hajatoka mbali. Nani amesema umetoka mbali?
umetoka mbali mnani. Aliyetoka mbali ni yule ambaye hata ulikuwa unajikojolea au yule mmoja anatoka na wapi? Hata sisi ni wanaume na tunakojolea wa mama zetu. Hao watu tumetoka nao mbali. Sana. Hata kama kuna chakula wewe hujui. Unakojolea mpaka simu. Nisha yuko kojolea simu nasikia kakatwa huko juu watu wakakojolea kule. Sasa hao watu tumetoka nao mbali. Nilipokojolea mchele ukamwaga. Mama akasema sitamwaga. Yule akachukua ile nyingine akakula, wale sista zangu wakakataa. Babangu akamwambia wewe kule mwenyewe mikono ya mtoto wako. Nasikia? Sasa hao ndio watu umetoka nao. Lakini mtu mmoja kukutana na neno yote. Hata wengine pengine amekula Victoria, tafuta Mungu wako kwa bidii. Amen. Unajua neno nimemsaidia. Pia hiyo neno nimemsaidia ulifikirie kwa vizuri. Mimi sipendi kupondosha watu. Wajua baba, ukisema pasta amenisaidia, angalia ni nani aliyekuleta kwangu ndio nikakusaidia. Wakati nisingekujua kwa hivyo ni Mungu ndio amekusaidia kupitia hiyo mtu ambaye elewe. Sababu wewe huwezi nisaidia mimi kama haujanijua. Sasa zingine mkiongea pima hiyo. Tunaona mimi hata watu niliowasaidia Swahili roho. Kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi niwajue hata kama walinifanya vibaya, lakini it's okay. Mungu aliwaleta kwangu na sababu. Ukisema wewe umenisaidia, kuna watu pia nao uliwasaidia, na kuna watu pia nao na hauko na wao. Bado mimi si pasta wa kwanza kukaa na wewe. Huyo pasta si kwamba hakukusaidia, alikusaidia maana. Amen. Amen. So tuilete hii neno bidii vizuri. Wache kupotoka. Jua kumwabudu Mungu wako kwa nafsi yako, kwa roho yako yote, si kwa roho ya mtu mwingine, kwa roho yako na kwa nafsi yako wewe. Wajua watu wengi wamepotoka kwa neno nimetoka mbali. Lakini nimekwambia kama mtu yote aliyenyonya maziwa ya huyo mtu ametoka mbali. Wajua maziwa ni dawa. Maziwa ya mwanadamu ni dawa. Ni dawa, ni tiba ya mtoto, na mpa afya ya mtoto. Sasa mimi nilinyonya maziwa yote. So ujue jinsi ya kumwabudu na ni muhimu sana. Ukishajua jinsi ya kumwabudu Bwana, utajua kutembea na Mungu kusipo kutembea na wanadamu. Alafu utakaa na wao vizuri. Maana aliye na bidii ni tofauti na mtu asiyekuwa na bidii. Amen. Amen. Endelea. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Kuna mahali Mungu akisema mtaisikiliza, na kuna mahali tofauti ya kwamba utaisikiza. Neno utaisikiza yani ni kwa mtu. Mtaisikiliza ni kwa watu. Kwa Kizungu tunasema, Mzungu akiweka s ni wingi, hakuweka s ni ile moja. This guy and these guys tofauti.
house. Boy, girl. Unaona, kuna mahali unataja girl lakini hawezi, si ndio? Sasa pia Mungu hapa, ukisoma Kizungu hapo vizuri, kuna mtu ana Biblia ya Kizungu hapo? Kuna mtu ana Biblia ya Kizungu? Hebu isome. Kutoka 15:26. Amen. And say, if thou wilt delightfully hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments. Amen. Amen. Voice of the Lord. Sauti ya Mungu wa. Tunarudi pale pale. Najua hakuna wazungu sana vile. Na wewe. Ama unataka niendelee na Kizungu? Sasa na haujui. Unaniendesha bali na haujui. Si nitakuingiza kwa msitu bure. Uanza kuuliza mwenzako amesemaje hapa. Hautauliza mtu amesemaje. Maana mimi najua wale waliosoma hapa ni kidogo sana. Na Biblia inasema ukienda mahali palipo na watu wengi ambao hawaelewi na kuna watu kidogo wanaelewa, inabidi uchanganye wote waelewe. Ndio. Si kweli? Amen. Nilikuwa na kuzungumzia usikie hiyo voice of the Lord. Naona mmekasirika, mmesikia Kizungu na roho inapiga. Wacha nirudi kwa Kiswahili. Just Amen. Sitaki kesi. Asifiwe sana Yesu. Amen. Endelea. Akawaambia kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Kuna mtu anasema wala. Na kuyafanya. Sasa asemi muyafanye, anasema na kuyafanya. Na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Hata Mungu pia akasema kwamba yeye ni mmoja. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa unaagizwa. Huwa naambia hata hawa vijana, hata hawa mama, hata hawa wazee. Example tuseme hawa ni wazee wetu. Tunawategemea. Lakini huyu akaenda vibaya, si lazima mmoja amfuate kwa sababu anajua yeye ni mhuduma mwenza. Unanisikia? Kama vile ulifanya wakati ule. Unajua ulisimama hata wewe mwenyewe kujua kama unaweza simama ukaongea hivi. Tena ukasema basi mimi sitaki kuongea uongo na sitaki dhambi. Unajua hapa ni kanisani. Bwana sitaki kwenda nyumbani. Sisi tulienda kazini. Amen. Sasa kwa nini nidanganye mbele za pastor? Kwa nini nidanganye? Ukaruka wewe. Ukamwona. Haleluya. Amen. Amen. Lakini ulivyojitoa Mungu alikusaidia. Mungu akaanza kufanya kazi na wewe. Ukaleta matunda kwa kanisa.
Amen. Ukaanza kusema hapa kanisani kila mmoja alete 50. Sasa hizi tumekalia viti. Kama tungekaa na yeye, unaona vitu vyako ambavyo Mungu alikuwa anakuongeza navyo, usingevifaa. Kuna mtu ukikaa naye ni baraka na kuna mtu ukikaa naye ni laana. So sio kila rafiki unayeshikana naye kuna mahali unavuka. Kuna mahali ulikuwa uvuke utang'atwa. Maana badala ya kujisaidia yeye anashika nguo zako na ni maji. Anashika nguo zako, anataka mkufe na yeye. Na ikizidi akiona wewe unataka kumpita, anaweza kukukinyaga. Akipata mahali pana moja akakinyaga ndio kwa maji na yeye akashikilia jiwe na akaenda na akasahau kwamba kuna mtu ndani. Alafu yeye anasema, Mungu asante. Afadhali yeye amekufa, mimi nimepona." Kwa hivyo kuna misaada mingine ukicheza unauliwa, mtu mwingine aendelee. Kwa hivyo mjichunge na watu mnaokaa nao. Kuwa makini. Mungu anazungumza na wewe. Kuna mtu anashika amri na kuna watu wengine hawashiki amri. Amen. So leo tunaongelea katika hii baada ya asubuhi, tunazungumzia kuhusiana na neno bidii. Bidii. Nimewaambia kitu watoto wangu, na nikasema hivi, unaweza ongea vibaya kwa sababu uko mzima. Wakati ukiwa mzima unaongea chochote unachojisikia kuongea. Lakini siku kuwa mgonjwa, mambo yako sasa hauongei tena, yanafanya kuongelea, yaani unasaidiwa. Kumpeleka wapi? Ulitukana Yerusalemu vibaya. Uliongea vibaya juu ya utumishi. Lakini sasa ukiwa mgonjwa, hata wewe unaweza sema, "Nipelekeni hapo." Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Angalia mambo yako. Angalia matendo yako. Angalia bidii yako. Lakini kwa nini mimi huwa najiuliza swali? Kwa nini mtu akuvunje moyo uliyepatana mahali kila mmoja aliongozwa na Mungu kivyake? Hii inakupatia picha gani? Wewe aliyekufanya ukajuana na Magdalena nani? Ushawahi kukutana mahali? Alafu huyu aje akwambie, mimi sitibu. Wewe nawe lakini nini? Ulikata fare toka Shimba Hills mpaka Kisumu. Ulikata? Ukata. Lakini angalia watu wa Kisumu unajuana nao hapa. Si ndio? Kwa sababu ya kukutanisha. Sasa huyu akileta Ukisumu, asipoleta uungu, utabidi umwache na Ukisumu wako. Kama ni Homa Bay, itabidi abaki na Homa Bay. Aende kwa Gladys wako. Yaani ninakueleza hivi ya kwamba wewe ni wewe na huwezi badilika ukawa huyu. Na aliyekuita kuna mwito tofauti wa kuitwa kanisani. Kuna mtu mwingine aliitwa akae muda haribu aondoke. Unajua kuna watu wako hivi pia muelewe. Kanisani kuna watu wa namna hiyo. Wanakuwa wazuri mwanzo ili wakati wanataka kutoka kwa sababu wamezoelewa na watu aharibu ndo aondoke. Wewe ni mshamba. Ninaongea hivyo uelewe. Wewe ni wapi? Hujawahi kusikia kuna mtu anajuta, mbona Mungu hukunionyesha mapema? Obviously mtu
kumnyonyesha mpaka watu wakamwamini. Chaona hivyo ndivyo mtoto wangu, nakwambia ukweli, ni hivyo mpaka watu wakamwamini. Yaani kuna kitu kinaitwa agent ama spy. Unajua maana spy? Spy ni mchunguzi, na kuna mtu anaweza kuwekwa roho ya uchunguzi yeye mwenyewe bila kujua. Akakaa mahali mpaka akazaa. Kuna wachunguzaji wako hivyo. Wacha nikwambie kitu kimoja. Muli, unaona mtoto kama huyu, kama amezaliwa katika ukoo kusema wa Kichina, huyu mtoto anaweza kuja kwa mlango wako akiwa hawezi, ukamuokota, ukamlea mpaka akawa mkubwa, lakini hukujua kama ni spy ambaye unamlea ndani ya nyumba yako. Chaona sasa, wakati atakapojua kuja kuambiwa zile ripoti, amekuwa mtu mkubwa kwamba tulifanya kukutuma ili ukue pale, alafu tuambie kile ambacho kinaendelea pale. Sasa ni hiyo roho inabadilika, na akiangalia kweli amejua ya kwamba huyu sio babangu na huyu sio mamangu, na itakuwaje mimi ni Mchina na huyu ni Mkamba? Unanielewa? Sasa wewe nawe haujui. Niliwaambia afadhali mtu ujue huyu ni adui yako ndani naye, lakini mtu ambaye unajua ni rafiki yako ni ngumu kudili naye. Kukua ni rahisi. Haleluya. Sasa kale ka spy kakishapewa formation, maana sasa amekuwa mkubwa, utamchunguza tena kila mahali atakapokwenda. Sasa anakutana, kwa sababu kuna wale waliowatuma sasa naye wanamuwini. Anakuja kusema huyu nilipatana naye, ananiambia wewe sijui whatever, rafiki yangu. Ukiangalia wewe huwezi kujua sababu umemlea hapo, huwezi kunotice. Sawa. Sasa unaikuwa vitendo, njia zote zinajulikana. Unafii, unakufa kipanya, mwekee sumu. Kila siku wewe umezoea, amekwambia yeye amezoea kwamba wewe anakwambia unampikia kahawa, ndio. Unaamini unampikia chai, ndio. Unakaa na ice cream, ndio. Basi hata nikiwa mgonjwa yeye anakupatia dawa, basi hapo wafa vizuri. Naangalia TV. Watu wengi sana ukiangalia katika mifumo yote ya maisha katika dunia hauharibiwi na mtu ambaye amekuja. Sawa? Unaharibiwa na mtu uliyekaa naye siku hii. Yule aliyekuja leo akitaka kukuharibu, hata mwenyewe utashtuka. Unasema mbona mtu amekuja na kuspiki? Unaona roho yako sasa inashtuka. Yaani ukiambia mtu ilaji wewe anakuambia tayari mimi nataka unioe leo. Unajua watu mmoja utasema hapana. Utashtuka. So vitu vya ghafla wao vinashtukizia. Lakini vitu vinavyochukua muda ni ngumu mtu kushtukizia. Na mtu yote, shetani anaweza tumia mtu yoyote ili kuharibu uzuri wa mahali. Sasa example tuseme kama baba hapa. Yeye sasa ni patron. Itafika wakati kanisa litamwamini kama kale kamiliki katumbo mwili. Ndio. Alafu watu waanze kumsikia baba anaongea tofauti na kali. Wajua watamwamini. Sasa toka kuja kwa Monica. Taona sasa kiroho limuingie tu, abadilike tabia
Misemo, misimamo. Na sisi sote tunamwita mama maombi. Yaani hata tumesahau kwamba anaitwa Monica. Yeye ni mwanadamu, shetani anaweza tumika wakati wote. Na kumbe yeye ana mambo yake nyinyi hamjui. Hamjui. Sasa lile roho la mambo yake liuzuke. Sasa wakina Jacob wanasema kwa nini lakini baba anamfanyia Monica? Kumbe yeye anatumika. Unajua huwezi elewa. Huwezi fanya elewa. Wewe tunajua tu hawa watu wako pamoja. Imekuwaje sasa? Kwani shetani anakuacha kukwaje? Niwaambia mpigieni simu Sauli. Nani alipigia? Niliwaambia namba ya Sauli. Sijui alisema yeye bado haja hukumiwa kuwekwa jana. Yuko hapo karibu na mlango. Kwa hivyo watu wampigie simu, waongee na yeye. Hata Yuda anasema kwa Sauli kuna kilomita 2. Yuda kwa Sauli. Sasa ni majirani. Wapigieni simu, watawaambia. Vile wako ndio utaelewa kati ya Sauli na Yuda. Wewe uko kwa yupi tabia zako? Pigie simu akueleze. Ukikuta uko hapo, mwambie nifanyeje maana wewe ulikosea tayari. Atakupatia maelekezo. Kwamba kile unachofunzwa kisikilize. Maana kuna yule tajiri ambaye hakusikiliza mahubiri. Na Mungu alikuwa akaenda akamwambia kwani kusikiliza mafunzo yangu watu wakikufunza. Wacha kupuzia kile unaambiwa na Mungu. Amen. So hizo ni mifano nimekutolea. Amen. Amen. Mtu yote anaweza badilika. Shetani atumii kiti. Hata ukiona hicho kiti kinaondoka, si kiti kinaondoka, ni wewe ndio unafikiria kwamba kiti kinaondoka, kinatembea. Unajua wewe ukijazwa mafikira na shetani, unaweza ona hii kiti inawaka moto. Na watu wenzako hawaoni momo. Kwani wewe unaonaje mtu anakwambia namuona amejazwa zile fikra za shetani mpaka amemuona? Lakini yule ambaye hajajazwa hizo fikra za shetani hamuoni. Amen. Unajua kuna watu naongea hivyo hawaelewi. Hiyo ni tofauti ya kujazwa fikra za kiungu. Kuna mahali Musa alipita akasema, hapa nasikia sauti. Hizo ni fikra za kiungu. Sasa usifikirie hiyo na yeye hapo hii. Mwingine anasema nimemwona mchawi mbona kwenda kumshika. Unasahau umefikiria kwamba unarogwa. Naye akakumbuka umempigia principal mimi. Akajileta kwa mlango. Mchawi apigie principal mimi, kupigia principal mimi hareply hati anakupigia, anakuja. Shetani ukimflash akupigii, yeye anajua mahali ulipo. Amen. Amen. So tunazungumzia kuhusiana na bidii. Vile utamtafuta Mungu wewe personally. Kuna mahali Mungu anaposema ya kwamba mtafuteni Mungu kwa bidii, ni watu wengi. Alafu tena kunasema miongoni mwenu kuna watu wengine hapo si wazuri. Sasa uko kwa miongoni mwa nani? Na watu wanadhiaka, kuna watu wana madharau. Wazo lako ni tofauti na wazo la mtu mwingine. Mwingine akipewa roho ya kutoa, yeye akipewa anapewa roho ya kuficha. Chaka anakiona kingi, lakini siku akiumwa hospitali anatoa nyingi zaidi. Pake zile ambazo alikuwa amepata anakopa zingine. Yaani shetani anamuongezea tena juu. Ndio alikuwa anaona hukumu kumtolea Mungu. Yaani mtoto anaweza shikwa na kahoma tu hapo nyumbani.
ukaitumia yote mpaka ukarudi upigie watu. Kapepo ni kabaya. Na kuna mwingine anafahamu hiyo, mwingine hafahamu. Akipata anasema iongeze. Mungu naye anaona, yaani wewe unaona kama Mungu anaongeza, kumbe kuna jibomu mbele yako. Linakuja linapiga, linalipua kila kitu. Amen. Tulikuwa tumekuja wapi? Kuna mahali nasema jiadari roho yako na kuilinda nafsi yako kwa bidii. Ni katika Kumbukumbu la Torati 4:9. Sababu ya wakati kwa maana tunaruka. Amen. Tunaongelea kuhusu bidii, kujilinda kwa bidii, kufanikiwa kwa bidii, kutafuta Mungu kwa bidii. Bidii sio ya mtu ambaye anazubaa. Amen. Shetani akikuondolea bidii, kila kitu utakuwa unakifanya kwa njia ya ulegevu. Amen. Ndio maana ninasema kati ya Mungu na pesa, ni ipi unayotafuta kwa bidii? Pesa. Alafu unasema unampenda Mungu. Mungu naye anasema huwezi kumtumikia Bwana wawili. Kati ya mali na Mungu. Nasema utampenda huyu na huyu mwingine umwa. Sasa wewe unapenda nani? Ngoja mchezo. Alafu cha kushangaza ndio ujue wewe akili zako ni finyu. Wakati ukiwa maskini sasa unateseka, unasema Mungu ni sawa. Na wakati ulipokuwa na nafasi haukutaka kabisa. Wakati ulipokuwa nacho hata jamani, kushiba ni mbaya. Kushiba ni mbaya. Kumbe hata heri mara kubwa usishibe utafuta kuliko kushiba. Kushiba ni mbaya bwana. Yaani kushiba kwa mtu mpumbavu ni mbaya, lakini kushiba kwa mtu mwerevu ni kuzuri. Amen. Ashibaye anauliza chakula hiki nimekipata wapi? Unaona sasa, huyo ameshiba vizuri, ana akili. Lakini yule ashibaye anasahau, anaona ni nguvu zake mpaka anasema wacha ni relax. Alafu unasema anayetoa riziki ni Mungu. Riziki kwa Mungu ni mafungu 7. Haleluya. Umeona ni mafungu 7? Umeona, una hakika ni mafungu 7? Wewe huna hata moja, hata huna fungu hata moja. Moja tu la kutafuta Mungu huna. Wao nasikia watu wa duniani wakwambia kutafuta Mungu kwa bidii, lakini wana miungu yao. Wana miungu yao wale. Amen. Wanasema fanya kazi kwa bidii, wewe utakufa maskini. Alisema Mungu alisema hivi. Kuna mahali wao mnajitetea hapo. Lakini wacha nikukosoe. Anasema asiyefanya kazi asile. Si ndio? Naye Mungu anasema before haujafanya chochote, mweke Mungu wapi? Mbele. Unasikia? Ni kweli asiyefanya kazi asili, lakini nawe mweke Mungu wapi? Maana huo uzima unaohitaji mpaka upate nguvu za kufanya hiyo kazi. Mungu akikukosesha nguvu, hauna bidii, mwili wako utakosa bidii. Mgonjwa. Alafu narudi tena, Mungu lipo. Poni. Fala nani? Kuna mtu ni
Muhindi anakufa ama mzungu anakufa ama hata Mwafrika anakufa, anasikia kweli mpaka anaongea na simu kwa makontena, kama kontena zako zimeshikwa na watu, hana nguvu za kwenda kuzibebea. Anamuomba Mungu kwanza pole. Yaani kuna mahali wewe kama una makontena yako, pake mtoto wako anasema usimuongezee baba stress. Tamu. Wache kwanza Mungu ambo. So kontena hili ukuponye, ni Mungu akuponye. Wakati ulipokuwa na nguvu ulimwacha. Haleluya. Amen. Wacha tusomewe hapo kwa hiyo. Kumbukumbu la Torati 4 kuanzia mstari wa 9 inasema, lakini jihadhari nafsi yako. Hii bado inazungumzia only one. Hakusema jihadharini nafsi zenu. Unajua Kiswahili ni kitu ambacho tunasema ni kigumu, lakini ni rahisi kama kuna mtu ana akili. Unajua kigumu kwa mtu ambaye linaamuka na matonge asubuhi. Jitu la kiporo alielewa. Ogopa mtu ambaye akiamuka asubuhi hata kama hakuna mboga anachukua chumvi na anakula kiporo. Anaona kucheleweshwa. Hata kama hakuna moto wa kupasha moto, hivyo baridi. Ona saka chumvi naisha na hakuna mboga, lakini kuna watu wanakula chumvi. Amen. Amen. Lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukasahau mambo yale ulio yaona kwa macho yako yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Amen. Kama unaona nimesoma vibaya, wacha kusomea yeye ambao na uwezo wako kumsikia. Amen. Lakini jihadhari nafsi yako. Ukailinde roho yako kwa bidii. Ukailinde roho yako kwa bidii. Usije ukayasahau mambo. Yale uliyoyaona kwa macho yako. Yakaondoka moyoni mwako. Siku zote za maisha yako. Bali uwajulishe watoto wako. Na watoto wa watoto wako. Yaani kuna ukuu wa Mungu uliuona, kuna miujiza ya Mungu uliiona, lakini unaweza kuja kapata kamburukenge kakakwambia mambo mpaka kasahau yale uliyoyaona kwa macho yako. Amen. Wangapi wanaamini Yerusalemu kuna Mungu? Sivyo hivyo kulingana na mikono yako. Una hakika? Kuna siku uliambiwa kitu kwa kukosa nguvu za Mungu na uliamini Yerusalemu kuna Mungu. Yaani ulisikia kuvunjika moyo mpaka kuja kanisani unajilazimisha. Utajilazimishaje kuenda kanisani mahali pana Mungu badala uende kwa moyo wako bebe? Kwa hivyo ndivyo nitakavyokwenda peponi. Sijui niende peponi ama nini. Maana je, mmoja anajua peponi ni kwa Mungu. Kwa moto ni kwa shetani. Ametengewa shetani. Sasa kama unaamini Yerusalemu kuna Mungu, kitu gani kinaweza kuja kukuvunja moyo baadaye? Na Mungu amekwambia ulinde nafsi yako. Unajua nafsi ni nini? Ni kitu kilichounganika na roho yako, ni kitu kilichounganika na mwili wako. Amen. Ni kitu kilichounganika na kila kitu ndani ya mwili wako. Unaona nafsi, kuna tofauti ya ngozi na nafsi. Nafsi inakuwa
na nguvu sana ndani ya mwili wa mwanadamu. Nafsi inaweza beba uamuzi ya kwamba nifanye kitu kwa sababu imeungana na roho. Ndio maana Mungu hakusema ngozi yako, alisema nipende kwa nafsi yako yote. Kwa hivyo nafsi pia ina uwezo wa kupenda. Yaani ushawahi kuona kitu, yaani mtu unayempenda, ukimwona unasikia nafsi yako iko. Alafu nikaa mahali ambapo hauko comfortable, unasikia mwili wako wote hauna raha pale. Najua najaribu kueleza nafsi, lakini mtu mwingine hata hivi anaona akale mama. Nafsi ina hisia. Mmenisikia? Nafsi ina hisia. So kuna hisia za kumpenda Mungu na kuna hisia za kuchukia kitu. Nafsi yako ikipenda dhambi, hata uambiwe nini huwezi kusikia. Nafsi yako ikichukia dhambi, hata uambiwe nini huwezi fanya. Na nafsi yako ikipenda uongo, utakuwa na uongo hata ufikiri. Yaani unakuja hapo mbele hata hujapanga. Nafsi yako kwa kushindana, utashindana mpaka mishipa ya mtu, mpaka maji yaishe. Na utashindana. Hata utalia. Tena utaje Mungu bila uongo. Na nafsi yako inajua uongo. Wewe kuna watu bana. Wewe waoneni hivyo. Yaani anaweza ona hii kweli kabisa. Hii kabisa hii hata kweli kabisa, lakini hapa ningekubali. Hii ya Mungu wallahi amekuwa tayari kwa shehe. Yaani ametoka ndani kwa Yesu Kristo. Amekuwa shehe. Wallahi watulahi. Hivi ameenda Ujerumani. Anaenda kwa kila kabila. Anakuja akwambia hapa kimejikenda. Zile mimi turwa baba na mama yao. Atukana kwa wazazi wake. Bidii ya ushindani. Watu wakitafuta bidii ya kupendeza Mungu, ndio bidii ya ushindani. Na kama ungemkana Yesu namna hiyo ungekuwa uko mbali. Lakini sasa wewe unakana kishetani. Sasa ukifunza, yani ukiwa kuna vitu vinakudhihirishia katika nafsi yako na vilifanyika kwa uzuri na vingine ulivyoona, utatamani kila mmoja umwambie, usisikilize la mtu pale bali nilimuona Mungu kwa macho. Unaambia watoto wako, unakuja kuambia watoto yani wajukuu. Yani kazi yako ni kuongoza watu katika roho na kweli. Amen. So nenda kufundisha watoto wako. Kuna mahali Biblia pia inasema hiyo, Kumbukumbu la Torati 6:7. Inasema nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na ukayanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yaani inasema hivi ya kwamba neno ya kuwa uwafundishe watoto wako kwa bidii. Haupaswi kunyamaza. Haupaswi kunyamaza. Mtoto hakemewi kwa mara moja ukadani amesikia. Leo. Kwani mara ngapi mtoto wako wewe umemwambia usiende kwa moto lakini bado yeye anaenda. Unaona kushika au unamvuta. Unaona anakimbilia kisu, anapenda kisu. Na unajua kisu ni kibaya. Lakini wewe unajua kuwa na mtoto ambaye kwa nyumba yako ni mtu wa kuparaga kila mahali, unahakikisha visu vyote. Haleluya. Usiweke kijembe karibu.
Kama kwa meza yako kuna ile meza ya kioo, alafu wewe uweke nyundo hapa, yeye anachukua anagonga mara moja tu, na uwezi kumpiga gonga muua, lakini kwa roho unasikitika, unakumbuka mpaka pesa ile kitu umenunua. So wacha niseme hivi, usipokuwa makini, ule mtoto ataharibu kila kitu mpaka TV. So kuna mahali achapwe, akiona juzi nilichapwa, jana anajua hapa mahali nikigusa nitakutandikwa tena. Hiyo ni bidii. Example, tuseme mtoto wako anakuja kwa nyumba tembo anayotaka, alafu ulimwambia mara moja, nilimwambia, alafu naye ana take advantage, anasema kumbe nimeingia hii time sijaambiwa tena. Mama ameniachilia, anarudi ndi. Sasa nilikwambia mama, sikuambia mara moja, nikamwambia ndani yuko mwingine umeruhusu. So kwa nini tunakuwa tuendelee kuwafundisha kwa bidii? Ni watu wanaowindwa kukukosesha amani wewe. Sasa kama vile unavyoomba kila wakati, hivyo ndio unatakana kuambie kila wakati tabia njema na tabia mbaya. Haleluya. Tabia njema na tabia mbaya. Na mtoto mzuri, kama unataka kumuona ni mtoto mzuri, wakati unamwambia tabia mbaya anaacha. Na mtoto mbaya ni yule ambaye anapenda kumwambia tabia njema na furahi akicheka, alafu anajifanya na kudondoa mbele chawa kwa kichwa. Akikuchekea atakutoroka. Lakini unamwambia tabia mbaya, lakini anasikia kama kuhukumika. Alafu namwambia natamani kuja kukuona mahali fulani, anasema mama, nitalifanyia bidii hilo. Hapo umepata mtoto. Lakini kama umepata baladui, halisikii sheria, halisikii fimbo, hata kumpeleka kwa shangazi zake, utashangaa amepigana na mashangazi. Hata alipata kuogopa wewe kwa sababu ni mama. Kule amepigana na nyanya, amepigana na shangazi, jomba alifukuzwa na jomba. Amen. Wacha tukuje Kumbukumbu la Torati 6:17. Nitakwambia na kugusia moja baada ya nyingine, sababu sina time ya leo. Ninazungumzia kuhusu mahali palipo bidii. So mwaka tunaoingia sasa, hii ni Jumapili ya mwisho. Kuna vitu havifai kujurudia katika maisha yako. Yaani kitu likanywa 2025 uje upatane nacho ukanywa tena 2026. Wewe ni sumu ama gulusumu. By the way, kuna jukumu moja unafaa uwe nalo. Ongea na wahuduma kitu kimoja. Kwamba tumeingia 2026. Mtu akiwa na ulegevu na huduma yake, wakati atakapokuja kukalishwa, asinungunikie wengine. Huu ni mwaka mwingine, sio mwaka kurudi nyuma, ni mwaka wa kwenda. Kama kila siku nilikuwa tunakukanya njoo kanisani mhuduma saa 2:30, ukichelewa sana saa 3 na wewe unakuja saa 4. Kama ni mzee wa kanisa, nitakwambia unaona kama kuna kanisa lingine la saa ngapi? La saa 2 mpaka saa 3. Ni vizuri kwa mzee wa hapa. Uweze kutumikia mabwana. Ni mfano hii. Naweza kukosa kuwa kwa mzee, nikaja kwa chama. Naweza kukosa kuwa kwa chama, nikaja kwa treasure. Nikakosa kuja kwa treasure, nikakuja kwa waimbaji. Nikakosa kuja kwa waimbaji, nikakuja kwa maasha. Ni vizuri mshirika kuja kukupata, si mshirika akupate wewe kiingia. Kweli ndani ngoma lako wageni wakuje watafute mwenyewe mpaka wakae chini. Ati mlango
hata kukuzuia ndio huduma siliongea kwa kakata tayari hawana sport tayari mimi najua ni token ndio ni token na hiyo token wa huduma ndo anafaa hivi. Amen. Depending hiyo token Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo kama haya ndio huwa najaribu kuyaongelea wapi? Kanisani. Amen. Maana tunatakikana tuwajibike kwa huduma zetu. Unaelewana? Ni vizuri kuwajibika kwa huduma yako. Kitu cha muhimu, maana Mungu anaangalia kazi. Baba alisema atabariki kazi za mikono. Haleluya. Si kwa mikono ya watu wengine. Atabariki kazi ya mikono yetu. Baba nalipa 2,000 hapa na ndio pesa irudi saa hii kwa siku ya leo. Saa hii kwa sitaki kukaa bila stima. Amen. So Mungu akisema anabariki kazi ya mikono yako, ni kwamba kila kitu unachokifanya katika mikono yako iwe na bidii. Ya bidii. Sio kila kitu unataka kufanyiwa, hata bidii ya kumtafuta Mungu pia unataka kufanyiwa. Haiwezekani mama. Lazima mahali pengine ujitoe kama wewe. Amen. Amen. Maana usipojitoa kama wewe ndio utakayeharibikiwa, sio mtu mwingine. Amen. Amen. Sio mtu mwingine atakayeharibikiwa. Ni wewe. Uregeshe 2,000 zimetumwa hapa na mtoto wangu ni fungu la 10. Kwa hivyo hiyo ni fungu la 10 haliwezi kuja kwa studio. Na imekataa. Asifiwe Yesu. Nimesema usifanye bidii za mchwa. Bidii ya mchwa ni ya mtu ambaye anakosa mwelekeo. Na maajabu mchwa anajenga nyumba na mata. Wewe jaribu kujenga nyumba na mata kule kwetu. Kama utafikisha hata kanyumba tu kwa kuingiza mikono. Watu wengi asilimia kubwa hawajajua bidii ya kutafuta Mungu. Na hii ni ukweli na uko wazi. Kazini unarauka sana. Tena unaomba Mungu akuondolee wakora. Utakuta mtu ni mwimbaji, ni mhuduma, ni pastor, anakuja kanisani time yoyote anayotaka. Anasahau kwamba pia Mungu amemwajiri kitu fulani. Nimekwambia hatuwezi kuongelea kuhusu mambo ya washirika. Shirika paka aguswe kabisa na Mungu, paka aokoke, ajue maana ya wokovu ni nini, ndio maana anarauka kanisani. Lakini kama wokovu wake ndio kukaranga vitumbua,
takuja mpaka saa 8. Amen. Kama uko hapa wakukaranga vitumbua mpaka saa 8. Sasa wewe mhuduma nao ukishindana na anayeokovu kukaranga vitumbua, hata wewe pia ndio kitumbua sasa unakaranga. Nimekuuliza swali. Itakuwaje ati wewe ndio mwenye nyumba, ati wageni wakuje wakae chini? Sababu mwenye nyumba ndio ufungue kufuli ndio waingie. Unajua utawapata wote, kuna wengine hawajui kufungulia wanaondoka. Mimi sina siri. Nimeokoka. Jaribu kuiba uone. Funge mikono, funge macho. Tena urudi kwangu nikuulize umefanya nini? Ndio sema nimeiba. Sasa ulipe mara 2 ya hiyo. Ndio nikuombee. Kuna mtoto wangu mmoja nilimuombea hii mambo ya teko hii. Alikuwa na wasiwasi sana na mume wake. Huyu mama alienda wapi? Bwanake akakwama juu ya mwanaume ya mpango wa kando. Alikwama akanambia sema chochote pacho nachotaka. Pale kwa makaa hapo mbele kuna mkwaju. Asante. Huyu mama Mungu ambariki huyu. Huyu mama si mhuduma lakini anafanya vitu kihuduma. Na huyu mama anatoka mbali sana kuliko mshirika yoyote hapa. Mtu anatoka Mazeras. Na anafika mbele yako nusu. Na wewe unatoka tu hapa kwa Mwaima. Hata kusito tena kwa Mwaima. Amen. Anatoka mbali sana hapa. Wewe unafikiri anarauka saa ngapi na anafika hapa saa 2, akichelewa sana saa 3. Naye muulize mambo yake sahihi na Mungu wake. Amefika wapi? Amekuja akakushinda wewe, unayekuja saa 4:30. Ulize. Juzi nilipatia 3,000. Leo amepeana 800 ya moto. Wewe ambao unakuja hapa saa 4:30 umetoa nini? Utatoaje na una shida ya kutafuta Mungu, una shida ya kiburi. Zako anakuja, mama alikuja hapa na shida sana. Sasa muulize. Maskini jeuri wewe. Ndio maana hata ukipanga mipango yako haipangiki. Imagine hata na telewesho na ndai haraka. Wewe hata uone hii maajabu. Yaani mkate wa shilingi 65 na majani ya shilingi 5 na maji ya chumvi. Kama uko maskini hivyo na ukija ukipata pesa utakuja kanisani moja kwa nasema wakiposti kwa YouTube tutaangalia. Nimesema watu wakishiba wana shida. Mwanadamu akishiba huwa ana shida sana. Lakini mahali akiona yuko karibu na kufa, jamani, anakuwa bishop, anakuwa reverence, pake anamwambia Mungu, ukinitoa hapa, yaani imagine, ukinikomboa hapa, Baba sitasahau matendo yako. Utakuwa anaruka kanisani. Imagine.
pale pake anaongea, anamwambia Mungu nitatoa sadaka, wacha apone, apewe. Anasahau. Alafu anarudi anaanza kuongea vibaya. Mtu akiwa mzima ataongea chochote anachojisikia kuongea. Lakini siku atakapopatikana anakuwa mpole. Hata kama alinitukana hiyo siku, aniombi msamaha saa hiyo. Anasema pastor niombe. Na ndoto nyingi. Niliona pastor kiniangalia mkono. Yaani tu kuangalia mkono. Shida inaweza kufanya kweli ukaona ndoto. Lakini ukishiba nasahau ndoto. Nasahau mahali Mungu amekutoa. Nasahau kuwa Mungu. Nafanya video unataka. Mimi nakumbuka hapa, hata kuna watu wengine wako hapa, wakati walipokuwa na shida, nipe simu yako. Ushamaliza? Oh. Sio, unajua umekuonyesha pena. Yeye amesema ni ule mtoto wangu pale ametuma 800. Hiyo hata usiweke kwa hesabu, nataka ilikuzambie. Katikati ya wiki hapa sasa zingine ongeza 60. Amen. Haleluya. Jifunze kumheshimu Mungu wewe mwenyewe kivyako. Muogope Mungu tu. Mungu amekupa time ngapi nyingi za kuishi duniani? Yaani inapofika tu wakati wa masaa yake ya kuomba, ya kunyenyekea, ya kumtafuta, yaani imagine shetani anakukamata, unaona ugumu wa kumtumikia. Ati na wewe ni mtu wa Mungu. Jana niliwafunza kitu. Niliuliza, mtoto wa nyati ni nani? Angalia baba, haiwezi kuja kama haujazima generator. Umeelewa? Hizo ni vitu viwili tofauti. Pako uzime generator, uwashe pale ndio uje uweke. Mimi hata sina haja ya kutumia kipaza sauti. Watu wanashuka ngumu. Amen. Unaona naanza kutumia sauti yangu kabla ya generator hajazima. Ndio. Mimi huwa najitayarisha na mapema. Kuna watu wanakuja kanisani mapema kama umeota ndoto mbaya. Unajua hivyo? Kuna mtu aombi usiku mpaka huwa ameonyeshwa ndoto mbaya. Akiamuka ndio aombe. Natakikana mwelewe. Watu wengi, asilimia kubwa, amen? Amen. Mtu hawezi kumwomba Mungu kwake awe amepatikana na kitu kibaya. Mtu hawezi fanya bidii kwa Mungu mpaka awe amepatikana na kitu kibaya. Na hii ni mbaya watoto wangu. Mbaya sana. Ulisema wote wanaoongozwa na Roho ni watoto wa Mungu. Mimi nakuuliza wewe unaongozwa na nani? Bora hujaweka. Sima ziko. Ndio anaongea hivi. Sasa unajua chakula sima kama tuko nyingi. Ipako uzime uweke hii ndio ujue kama kuna sima.
naelewa. Uzime ujaze ndio uone stick. Amen. Kuwa na bidii ya kumtafuta Mungu. Usingojee mabaya ya kupate ndio mtafute Mungu. Naomba nieleweke. Amen. Mtafute Mungu. Biblia inasema mtafute Mungu ndani uko na nguvu. Mtafute Mungu ndani uko hai. Ukimtafuta Mungu ndani uko hai, hata ukipata wewe niulize swali. Nataka tu unisaidie. Wewe muonaji, wewe nabii, wewe Mkristo zaidi yako. Amen. Nataka unisaidie mahali. Hezekia alimtafuta Mungu mahali gani? Mahali alipo kabla hajapatwa na shida. Sawa? Alipopatwa na shida alimwambia Mungu, kumbuka. Naye Mungu akakumbuka. Ni sawa sisi wengine kwa kukosa ufahamu kwa maadili ya nyumbani, kwa roho za ushirikina za mababu na mazazi, mpaka shida itupate ndio tutolewe pale. Sawa? Ikishakupata, ukishatolewa pale, ukishajua kwa Yesu kuna msaada, usirudi nyuma tena. Usirudi nyuma. Maana kila mwanadamu anataka mahali palipo na msaada. Na mahali palipo ambapo hapana msaada siwezi kukaa, maana wakati nikiwa na shida sina mtu wa kunisaidia. Inaongelea ili uwe karibu na Mungu sana. Amen. Umeelewana? Ninaongea hili kwa sababu nataka uwe karibu na nani? Maana ni vyema kuwa karibu na Mungu. Mungu naye anaelewa shida ama matatizo ya moyo wako. Tatizo la moyo wako kubwa ni kwamba unahitaji afya, unahitaji chakula, unahitaji amani. Maana hizi vitu vikikosekana mwanadamu, hata niwaambie kitu kimoja, ni kweli mwili ulitoka kwa mavumbi. Sawa? Ni kweli mwili ulitoka kwa mavumbi. Lakini mwili huu ukigonjeka, mwili huu hauwezi kumtafuta Mungu vizuri. Lazima uwe mzima. Uwe na bidii ya kumrudia, uwe na bidii ya kumchezea, uwe na bidii ya kufanya jambo lolote. Na ndio maana Mungu anakwambia msitembee matendo ya mwilini bali ya rohoni, ili mwili ukapate nguvu kupitia roho. Juzi niliwafundisha Adam desturi zilizofanya akafukuzwa katika shamba la Edeni. Adam alikuwa mshindani, alikuwa mbishi. Mahali popote unapokuwa mshindani na unakuwa mbishi, hauwezi kufanikiwa. Sikufichi Adam kama angelimuomba Mungu msamaha kwa kosa alilolifanya na Hawa, Adam angesamehewa, asingetolewa katika bustani la Edeni. Lakini yeye alibishana, akamwambia huyu mwanamke ulionipatia. Sasa hapo tayari ni mabishano, kwamba hajaenda akakubaliana. Kwa sababu kuna mtu alikuwa ashawahi kuniuliza swali kama hilo, kwamba kama Mungu angekuwa anasamehe mara 7 kwa nini hakumsamehe Adam? Ni kwa sababu
Adamu hakutamka neno nisamehe. Maanake Mungu alimuuliza, ni nani aliyekufanya ukakula tunda hili? Na kwa nini ulimsikiliza? Badala ya aseme nisamehe, yeye akasema ni huyu uliyeniletea. Yaani ni kama anamwambia Mungu, ulifanya makosa kunipatia. Na wewe ulikuwa unahitaji. Na Adamu alipoumbiwa yule mwanamke, Biblia inasema ya kwamba akafurahi sana. Sasa kile ukipata unafurahi sana. Akasema akafurahi sana. Tena akatamka mwenyewe, kweli huyu ni nyama juu ya mifupa yangu. Akakubali. Lakini alipokosea akamlaumu. Alikuwa ombe tu sana. Yuda naye kukufa kwake hakumrudia Mungu. Na alikuwa na Yesu alikuwa ameanza kufunza. Yesu alikuwa ameanza nini? Kufunza. Lakini neno msamaha alikuwepo ndani ya kinywa chake. Yuda akaenda. Roho ya shetani ikamuhimiza kwamba usiende kajinyonge. Ukiingiwa na roho ya shetani, kuna vitu unavifanya kibinafsi na vinakumaliza. Vinaua huduma, vinamaliza. Yaani akili yako wewe unaona uko sawa. Yaani vile unavyojishauri wewe mwenyewe. Yaani unasema wacha wafanye. Unaona sasa? Unajua yeye pia aliambia wenzake wakina Petro walionekana wako sawa. Mimi ni mbaya. Sawa. Unaua kilichochaguliwa na Mungu. Na Mungu hana hasara. Hii dunia watu wengi wanamwabudu Mungu sasa. Na Mungu anaendelea kuchagua, Mungu anaendelea kuinua. Bidii iwe ya kumtafuta Mungu. Amen. Pesa haziishi mtoto wangu. Na hakuna siku zitaisha. Haleluya. Kila kitu unachokiona hapa duniani hakiishi. Ni nini kinaisha? Na vitu vinazidi kuongezeka. Kulikuwa kuna siku zimekuja. Siku hizi wanawake mpaka wanajitengeneza shape wenyewe. Utamaliza nani? Sasa hivi watu wanajifanyia sijui ni plastic surgery. Unaona umeoa mwanadamu, umeoa plastic. Yaani tunakutana na mambo. Watakuja vaa mpaka pato za ng'ombe. Yaani watachokana na zile viatu za dindi wavae kwato. Na wanaume watakuwa wanakufa na kwato. Ama maandiko yalisema the moment dunia inapoendelea kuongezeka, maasi nayo wanaenda fanya nini? Misongo inayosongwa siku hizi ndio unashangaa. Msongo unasongwa una pembe. Na kuna mwanaume anakuja hapo anasema, "Wow, you're beautiful." Unaona pembe. Haleluya. Na ile roho ya yule mwanaume anakupenda nayo sio roho ya kuishi nayo. Anataka kuona kwa pembe na huko kwingine ambapo hakuna pembe kukoje. Sikini Mungu wangu, wasamehe. Amen. Hizo time ngazi. Nani atazirejesha nyumba? Hakuna nabii hapa kama Elia. Aliyerejesha jua likasimama hapa. Ikasimama tu alikutembea. Amen. Fanya bidii. Fanya nini? Juu ya kumtafuta Mungu wako. Usiwahi kumwacha Mungu. Bidii yako isiwe ya kumwacha Mungu, iwe ya kumtafuta Mungu. Amen.
nimeliomba yani maombi yangu ni kwamba mwaka tunaoingia sasa, hii ni Jumapili ya mwisho ya 2025. Sasa hivi tukikuja katika kesha hapa siku ya Alhamisi, ni Wednesday. Mnajua masiku, lakini kujua bidii hiyo ndio shida. Na ukiangalia waliosema Wednesday wengi wamechelewa ama wamekuja right time. So tutakuwa na kesha ya kuvuka mwaka. Sasa ole wako uvuke na ujeuri uliokuwa nao 2025. Usidhani shida zitapungua, zitaongezeka. Amen. Ni mwaka ukawe wa baraka. Hii Jumapili ya leo Mungu akanene mazuri, Mungu akatuonye masindikizo ya mwisho, ili tunapoingia hapo tunapohitaji tuingie, amen, tukashangaze watu hiyo mwaka. Please, na kuomba ukashangaze watu huo mwaka. Tafadhali kashangaze watu kwa mwaka na kuomba tu kwa huruma zake Mungu. Hata kwa wewe ambao unasoma matokeo yako nashukuru, lakini kuna watoto wangu wengi hapa walipasi vizuri, walipafomu vizuri, walipika magredi za mbanga. Aliyefeli ni mmoja kwa sababu ya kuwaza wanaume. Kalifeli kweli. Lakini vilivyokuwa serious na masomo waliniletea pale, hata wazazi wao waliniletea hizo, hata walikuwa na nani. Lakini kuna ka teenager kamoja kalianguka puu, kachanja sana. Vimacho wamevipaka uwanja wa kila aina, alafu nafikiri shule utapata. Kamejua kupaka hii uwanja hii. Unajua siku hizi kuna, nimekwambia siku hizi watapaka paka bendera ya Kenya. Utaona hapa kuna green, black, red, alafu white hapo katikati. Kuna siku moja kalikuja hapa kamepaka pinki. Yaani huyo mtu anashindwa tu, lakini kama angekuwa anaenda shule vizuri na nani, shule ni zile za nani, angepaka mwalimu akashangaa. Alafu tena akishapaka huko, alafu hapo anachora kastari. Akamuuliza, unaona wanapiga makofi, wanaojua kupaka. So nikamuuliza, sasa wewe ni mwanafunzi kabisa, wewe ni mwanafunzi, yaani wewe unajiona mwanafunzi, mimi nakuona mama wewe. Hata mama mwenyewe aliyokupaka. Kwa hivyo yeye ni nyanya, amebobea. Wale mashangazi wa kuuza watoto wamevaa vikuku huku. Naona mtoto wangu ukiokoka kuna vitu vya kuvaa. Wacha nikuje kwa miguu yangu, nikipata una kikuku. Unajua maana ya ishara ya kikuku?
jipogo, yaani umetoka kwa malaya umekuwa sugu, yaani uko free wewe kwa mtu yoyote. Wengine wanavaa wanaona ni urembo, maskini wa Mungu. Malaya hatari. Shanga kiunoni zina maana yake. Kuna wengine wanavaa shanga hawajui kazi zao. Wanaume wa kwale wakikupata wanaona kazi iko hapo. Kumbe ni kifo cha mwanende kwa njia asubuhi mpaka jioni. Na wewe unavaa shanga. Wewe una shida. Shida ni zimemfanya uvae shanga. Kavae mairizi. Amen. Wacha nikuvaa hizo vitu. Menilio mtoto wangu. Shanga ishara yake ni mbaya. Ukiwa na moja ni kwamba kuna kilasi kimoja umehitimu. Ukiwa na mbili umeanza kubebea. Ukiwa na tatu wewe ni shujaa, umepigania taifa la Kenya. Umepigania uhuru wa Kenya. Mababu na majanja. Yaani imagine alifungwa jela na Kenyatta. Sema amen. Amen. Rudia. Amen. Hizo sio mambo ya Mkristo ambapo anavaa kuwa. Siku moja kuna binti mmoja nadhani shaongea hivi. Aliniambia, "Mbona mimi namridhisha mume wangu mtoto anachokihitaji, lakini mbona ameamua kunifanyia vitu vibaya, hatuna amani." Nikamwambia, mwanamume haridishi na kitanda. Kitu kinachomridisha tabia. Usifikiri mwanaume wako hatomridisha kitandani unaweza kumweza. Kitu kitakachomweza ni tabia. Hao watu hawatosheki na vitanda. Kitu kitakachomtosheleza vizuri na awe na amani na wewe, tabia. Ndio inaweza kuchenchisha mtu. Wewe piga maono yako, wewe ndio utachoka. Bako anze kutembea ni kama ambaye umeenda unarudi. Unaona wewe uko hivi. Lakini tabia yako ikiwa njema, hata hiyo haujui chochote, atakupenda kwa sababu ya tabia yako njema. Je, mradi yake tu aridhike na pale mahali yupo basi. Akitaka masaba aende kwa Wachina. Amen. Wacha tushukuru kwa ajili ya neno. Nipishe vipindi vingine viendelee. Baba, katika jina la Yesu, umekuwa mwema tangu tulipoanza ibada hii ya Morning Glory. Tumefika saa 5. Umenena nasi mafundisho ya kila aina, lakini lile ambalo limetufanya sana tukaweze kulishika zaidi ni vile ulivyosema hata ulipoongea na wanafunzi wako kwamba nitafuteni kwa bidii nanyi mtaniona. Ukasema tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine tutazidishiwa. Na ukasema mwanadamu anatafuta chakula, mavazi. Ukasema haya yote Mungu anayajua, lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Na hautafuti hivi bali kwa bidii ya kujitolea. Sio kwa masaa, sio kwa kusali, sio kwa kufunga, sio kwa kuomba, bali kila bidii zote ambazo zinatufaa tuzifanye. Baba, tutafanya na tumeanza kufanya, kwamba hatutarudi nyuma bali tutaendelea kusonga mbele. Naomba Bwana, mwaka huu tunaoingia
ukatupatanisha na marafiki wazuri, ukatuondolee marafiki wabaya ambao nia yao ni kuturegesha nyuma. Baba, usimame nasi kama vile ulivyosema kwa maandiko yako. Wakati watu wanaelekea kwenda mbinguni, unasema ya kwamba utachagua mbuzi na kondoo. Ukasema mbuzi utaziweka katika mkono wa kulia na mbuzi utaziweka katika mkono wa kushoto na kondoo mkono wako wa kulia. Tunahitaji tuwe na wana kondoo katika maisha yetu. Hatutaki watu wakuja kutuvunja moyo, watu wa kurudisha nyuma. Mwaka huu tunaoenda kuingia, ambao leo ni Jumapili ya mwisho, Baba, wacha baraka zianze, wacha miujiza ianze, wacha neema ianze, wacha upako ukazidi Bwana. Asante kwa kutuongoza. Hatuwezi kuweka lawama yoyote kwako kwa yote tuliyoyaona 2025, maana umekuwa msaada mkubwa. Hata ijapo kuna vitu tulivyoviomba havikukamilika, havikuwahi kukamilika, lakini kwa sababu ya uzima na utetezi na kutupigania, ukaenda kinyume na kila adui waliotaka tufe. Bwana, hawakuweza kufanikiwa kwa sababu tumekuwa katika mikono yako. Walijaribu kutupiga kwa mengine, lakini Bwana ukasimama nasi. Cha msingi zaidi Bwana, ambacho tunakushukuru, ukalifanya kanisa lako la Yerusalemu, ukalipamba vile unavyoweza, ukalijenga mahali imefikia, hata watu wengine wakuingia wanaona kuna kazi ya Mungu imefanyika. Wacha Bwana, kwa sababu hiyo kazi tuliyoifanya 2025 na sasa tunaingia 2026, tukaone matunda ya ile kazi tuliyoifanya. Watu wako wakabarikiwe, wakuolewa waolewe, wakazi abarikiwe, wamama watoto wao, wa masomo, kila kitu, chochote kilichokosekana 2025 kikapatikane 2026. Bwana Mungu unaweza, nasema unaweza, Baba unaweza. Hatutabaki jinsi tulivyo. Tunapotazama kule mbele, hatuoni shida, tunaona mafanikio. Ukamuuliza mtumishi wako, unaona nini mbele yako? Unaona nini mbele yako? Olamba oshanga, unaona nini mbele yako? Mama, unaona nini? Mzee, unaona nini? Kijana, unaona nini? Tazama uone vyema, tazama uone baraka, tazama uone kufanikiwa, tazama uone mambo mazuri yatakayowashangaza watesi na maadui, katika jina la Yesu. Asante Mungu mwaminifu, ambao kila ibada iko mikononi mwako. Mtoto wetu, kila mmoja wetu mikononi mwako. Tuongoze vyema mwanzo na hata mwisho, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sisi sote tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tumeomba, tumekuwa maombi ya utakaso